Tunatoa pongezi kubwa sana kwenu ninyi madereva kwa mchango mnaoutoa katika ukuaji wa uchumi kwenye sekta ya usafirishaji. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa anawapongeza sana na anatambua kazi yenu kubwa na njema mnayoifanya. Mheshimiwa Naibu Waziri, sisi kwa upande wa serikali ngazi ya mkoa na ngazi ya wilaya tunaendelea kuwaahidi madereva wote kuwapa ushirikiano mkubwa wakati wote, kwa sababu mkoa wa Dar es Salaam na haswa wilaya yetu ya Ubungo ndio lango la kuingia mnapotoka na pia mnapoingia na kutoka katika jiji letu la Dar es Salaam. Ni lazima mtapita Ubungo. Ubungo haiepukiki. Huwezi kwenda bandarini, huwezi kwenda airport, huwezi kwenda stendi ya Magufuli bila kupita wilaya ya Ubungo. Kwa ni lazima tuhakikishe kwamba katika ngazi ya mkoa na ngazi ya wilaya tunawapa ushirikiano mkubwa madereva wote ili muweze kuingia salama na mtoke salama bila kupata kero au kadhia zozote katika kuingia kwenu na kutoka kwenu. Kwa tunawaahidi kuwapa ushirikiano huo wakati wote. Mheshimiwa Naibu Waziri, sisi katika ngazi ya mkoa na ngazi ya wilaya hatutakuwa kikwazo kwa madereva au hatutakuwa sababu kwa madereva kushindwa kufanya kazi zao katika maeneo yetu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ameniagiza nifikishe ujumbe huo kwamba wakati wote madereva muwe huru na mfanye kazi kwa kujiamini kabisa, mkijua kwamba mkoa wa Dar es Salaam na wilaya zake zote tutawapa ushirikiano mkubwa wakati wote katika utendaji wenu wa kazi. Kwa sisi tuwaahidi, especially mimi binafsi kwenye wilaya ya Ubungo ambayo ndio na hudumu, hamtapata changamoto ya kucheleshwa kuingia na kutoka. Na ikitokea kwamba mmepata changamoto yoyote, aidha gari limeharibika, na hii naongea Mheshimiwa Naibu Waziri kwa experience. Siku sio nyingi nimefika tu Ubungo na wiki, sasa hivi na mwezi. Kuna dereva mmoja alikuwa amebeba vipande vyake vya shaba, gari lake likatumbukia pale maeneo nadhani ni Asuka, likawa limeingia kule. Kwa sasa kwanza mmiliki hapatikana, na nimefurahi kwamba wamiliki wa malori wako hapa kwa sababu na wenyewe nitawasema, najua hichi kikao ni cha kwako, lakini kuna namna ambavyo wamenikonyeza niseme ili wewe ukija uyatolee maelekezo. Mmiliki hapatikana, dereva yuko pale, na yule dereva alikuwa katika hela aliyokuwa nayo kwa haraka alikuwa kama shilingi 7,000 ndio kabaki nayo mfukoni. Alafu sisi tunataka alitoe ili foleni ifanyeje? Itembee. Sasa tunamwambia kata hiyo tela. Lakini ukikata tela ina maana yule atalala nini? Atalala mpaka aende akaunge tena kile kiungio chake afanyeje. Kwa yeye alikuwa anajaribu kusubiria litokee kreni kubwa litakalomsaidia kuinyanyua ile tela yake kuirudisha nini? Barabarani aweze kuendelea na safari. Sasa pale tulikaa tunahangaika kwa zaidi ya masaa mawili. Na ilitokea tu bahati nzuri kwa sababu mimi sijali nikashuka kwenda kumuuliza dereva changamoto yake ni nini. Sasa mmiliki hapatikani kwa sababu angalau tungempigia angempa ruhusa bwana aitisha hiyo crane, kwa sababu crane labda ni laki kuinyanyua mpaka kuitoa, lakini kumpata kwenye simu ikawa ni shida. Ikabidi tutumie tunavyoweza kutumia, tukalinyanyua lile pale tukalirudisha barabarani, maana kushusha mzigo wa shaba wote chini na kuupakia si lazima tena dereva afanyeje au lipie. Kwa yule bwana alikuwa anazunguka pale, usipoelewa kichwani kwake anafikiria nini, unaweza kumwona ni mkorofi. Lakini ilimchukua dakika 10 kuelewa kwamba mkuu wa wilaya amekuja hapa kwa ajili ya kufanyaje? Kunisaidia na sio zonga kwamba mimi nimesababisha foleni. Kwa huu ni ushirikiano ambao niwahakikishie madereva mtakapoingia kwenye wilaya ya Ubungo, kwanza hamna haja ya kunikimbia. Mkiniona mimi ni rafiki yenu, hebu nieleze tatizo halisi ni nini. Kwa sababu kuna mwingine tena Mheshimiwa Naibu Waziri alinikalisha dakika 20 pale Ubungo intersection kwa mbele. Sasa namuuliza mbona ile aliondoka? Mkuu dakika moja tu namsubiri fundi aje. Kumbe bwana hana mafuta. Hii ni kweli, true story. Limezima pale hana mafuta. Yeye hesabu zake zilikuwa akisogea akifika sijui Kimara kule mbele atakuwa amerushiwa hela ya nini? Ya mafuta. Sasa likazimia pale intersection. Yule bwana akajizungusha mpaka baadaye trafiki wangu akamwambia sikiliza, kamata 20 hebu weka litoe ili lisababishe nini? Foleni. Akachukua kidumu chake akakimbia akaweka mafuta
akaliwasha huyo, akaondoka, foleni ikatembea. Kosa nyingine unakuta mheshimiwa naibu waziri, tukikaa nao vizuri bila kuwatengenezea mazingira ya kuonekana wao ni wakorofi, ni watu ambao hawataki kufuata sheria, unaweza ukakuta unatatua tatizo bila misuguano yoyote na kwa wakati, na wakafanya kazi vizuri. Kwa hili nilisema, na leo niliposikia unakuja mheshimiwa naibu waziri, nilikuwa niende kwenye kongamano lingine kwa ajili ya maboresho ya sheria, nikasema hapana, mheshimiwa RC ameshaniagiza, linafanyika wilayani kwangu, lakini ni madereva ambao mimi nawapenda, nataka sana niwasemee. Nikasema lazima nije nikuunge mkono, nishirikiane na wewe hapa kuhakikishia madereva kwamba katika wilaya ya Ubungo na mkoa wa Dar es Salaam tunatekeleza maagizo haya ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuwezesha na kuboresha mazingira yenu ya kazi, na sisi kama wakuu wa wilaya na mkoa hatutakuwa kikwazo katika hilo. Kwa hiyo Mheshimiwa naibu waziri, nikushukuru kwa nafasi hii, lakini pia niendelee kuwaomba waheshimiwa madereva hawa pamoja na wamiliki wa magari. Pamoja na hayo yote tunataka kuboresha, na mimi nimeshaelekeza na tumeshafanya wilaya ya Ubungo. Kwa wale ambao hamjaona, wakati wote mimi nawaona barabarani, na hata Mheshimiwa naibu waziri hapa nimemuonyesha kwamba nikikaa kupitia simu yangu hapa, mimi naweza kuona malori yanavyoingia na kutoka kwenye eneo la Goba Center, Goba njia 4, na leo tunaenda kufunga kamera nyingine pale Mbezi, na kamera nyingine tutafunga maeneo ya Magomeni. Kwa hiyo hapa kwa wakati huu nikikaa ni kwamba nina uwezo wa kukwambia kwamba Goba nani ametanua na nani anashusha njiani, nani ambaye ni mkorofi, ni dereva wa bodaboda au ni dereva wa lori, au ni sehemu gani. Kwa mfano hapa kamishna anaweza kawa shuhuda. Umeona hili lori linapakua hapo mbele, lina zaidi ya dakika 15 toka limeingia Ubungo. Kwa hiyo nawaona, si ndio jamani? Tunaona na hiki tunachoenda kukifanya sisi, mnaona mnavyopita na malori yenu, huyo amepita lile spili imebeba nini, hilo naliona hapa, na hii ni sasa hivi. Sawa. Kwa OCD wa Magwepani, OCD wa Kimara, OCD wa Magomeni na OCD wa Kinondoni watakuwa wana simu za smart kuanzia Jumatano, ambao watakuwa wanaona unavyoingia na kutoka Dar es Salaam.